Ujambo na karibu, langu jina ni Maskini Msomi. Kwa taarifa ambazo zinajitokeza kwa sasa ni kwamba Edwin Sifuna pamoja na timu nzima ya Linda Mwananchi wameshambuliwa leo huko Nyakach baada ya kutoka kanisani, kanisa ambalo linaitwa St. Stephen Cathedral Kisumu. Inasemekana kwamba baada ya Edwin Sifuna na timu yake kutoka kanisani walipata maajabu njiani. Inasemekana kwamba hadi eti huni wenyewe waliwafuata hadi kanisani, kitu ambacho kinatia wasiwasi mno. Kumbuka ya kwamba hii ni mara ya pili kwa sasa Edwin Sifuna kuandamwa na goons, namna ambavyo inasemekana. Kama unakumbuka ni kwamba kuna kipindi ambacho Edwin Sifuna ilikuwa juma ambalo lilipita, Edwin Sifuna akiwa na mwenzake kwenye kampeni katika kaunti ya Kisii. Kuna sehemu fulani ambayo inaitwa Keroka, Keumbu, inaitwa Keumbu ambayo karibu na Keroka katika Kisii County. Walipofika Keumbu, Edwin Sifuna walishambuliwa tena, kitu ambacho kilisababisha mhusika mmoja ambaye alikuwa kwenye kumpigia upato Edwin Sifuna Linda Mwananchi team upato, aliuawa, ambaye alikuwa anaitwa Osiemo. Na leo ni kwamba wakiwa kwenye eneo la Nyakach, Edwin Sifuna tena ameshambuliwa. Ni kitu ambacho kinatia wasiwasi sana, kwa sababu huwa tumeambiwa ya kwamba kunahitaji kuwa na amani kwenye kampeni zozote, hata kama mtu yeyote ambaye anawania kiti chochote kula mpaka anafaa kufanya kampeni yake kunakuwa na amani. Ila sasa Edwin Sifuna ameonekana kuwa hatarini sana kila wakati ambapo anafanya kampeni. Unapata kwamba kunatokea vurugu kama hili limetokea mjini Nyakach, na ni vibaya sana vile na picha ambazo zinaenea kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwamba eti au wounds walikuwa wamewafuata hadi kanisani, na baada ya kutoka huko ndio wakawa wameshambuliwa. Kulingana na maelezo ambayo yametolewa na Rogers Kankasungura, ameeleza kwamba kitu ambacho kimetendeka ni kibaya, kwa sababu eti wounds wenyewe waliwafuata timu Mwananchi na Edwin Sifuna hadi kanisani, na kutoka hapo ndio tukio hilo mbaya likafanyika. Ni tukio ambalo ni mbaya na tunalikemea sana. Kenya ni yetu, tunahitaji kuwa na amani, si furugu kila wakati. Kwa hivyo kama au goons wanatumwa, huyu mtu ambaye anawatuma inafaa awaambie waache, kwa sababu kila ambacho tunahitaji kwenye maisha haswa Kenya yetu ni amani. Nakutakia kila la heri. Asante sana kwa kunipatia support kubwa, na Mungu akuonekania, kulinde, ili tuweze kutaarifiana kila ambacho kinafanyika kila wakati. Nakutakia kila la heri.